umuhimu wa kunyenyekea mbele za Mungu na matendo makuu ya Mungu yatakayotokea baada ya mtu anayenyenyekea. Katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili tunazipata habari za mfalme Yosia jinsi alivyofanya. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 34 na mstari ule wa 20, alafu na kule mbele nitasoma tena mstari wa 20. Nasema mfalme akawaamuru Hilkia na Ahikamu mwana wa Shafani na Abdoni mwana wa Mika na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme kusema, nendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa hao waliosalia wa Israeli na wa Yuda katika habari za maneno ya kitabu kilichoonekana, maana ghadhabu ya Bwana ni nyingi iliyomwagika juu yetu, kwa sababu baba zetu hawakulishika neno la Bwana kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa kitabuni humo. Ataendelea mstari wa 27. Kwa kuwa moyo wako ulikuwa mororo, nawe umejinyenyekeza mbele ya Mungu uliposikia maneno yake juu ya mahali hapa na juu ya wakao, ukajinyenyekeza mbele zangu na kuyararua mavazi yako na kulia mbele zangu, mimi nami nimekusikia, asema Bwana. Amina. Huyu ni mfalme na aliamua kunyenyekeza, na ghadhabu ya Mungu ilikuwa tayari imeinuka, imekuja juu ya watu ambao hawakusikia neno la Bwana, maneno ya Bwana au sheria ya Bwana, na Mungu akawa ameghadhabika, na wengine tayari walikuwa wamepata mapigo. Na huyu mfalme, Biblia inasema hapa, Mungu anamwambia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mororo na kunyenyekeza mbele zangu, basi nimesikia kuomba kwako. Na ukiendelea kusoma utaona kwamba Mungu akamwambia, utapata hata mapumziko mazuri katika kufa kwako, maanake utakuwa na mwisho mwema. Jinyenyekeze mbele za Bwana. Huyu ni mfalme lakini alijinyenyekeza. Endelea kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Unyenyekevu ni tabia ya kimungu. Mungu akubariki. Endelea kusoma habari kwa upana na kwa kina na kutafakari sana juu ya kuendelea kuwa na unyenyekevu mbele za Bwana, na Mungu atafanya mambo makuu kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu tusaidie. Bwana Yesu tuongoze, tuwezeshe, tuendelee kunyenyekea chini ya mkono wako uliodari, katika jina la Yesu.